Mimi naitwa Josephina Onesmo, natokea shirika la vijana inaitwa Tanzania Youth Coalition, na leo tuko hapa Njombe katika muendelezo wa utekelezaji wa mradi wa YEFFA Kilimo Sauti ambao unafadhiliwa na AGRA. Na lengo la mradi huu ni kuweza kuangalia na kuwezesha mazingira wezeshi ya kisera na kimifumo kwa vijana kuweza kushiriki katika kilimo biashara na kuwapa fursa ya kushiriki katika majukwaa mbalimbali ya utoaji maamuzi ambayo itafungua fursa mbalimbali za wao kuweza kujiongezea kipato kupitia kilimo. Na siku ya leo hapa Njombe tulikuwa na mdahalo kwa ajili ya kuweza kujadili fursa mbalimbali na changamoto ambazo wanakutana nazo vijana katika sekta ya kilimo biashara. Tulikuwa na wawakilishi kutoka mkoani, afisa kilimo, afisa vijana, lakini pia na kijana ambaye anafanya vizuri katika sekta ya kilimo biashara hapa Njombe ambaye ni mkulima wa parachichi. Na jukwaa hili limeweza kutoa fursa kwa vijana kujifunza mambo mengi kuhusiana na fursa mbalimbali za kisera na kimikakati, lakini vile vile na mifumo ambayo ipo katika serikali ikiwemo upatikanaji wa mikopo, upatikanaji wa pembejeo ikiwemo viuatilifu, mbegu, lakini vile vile wameweza kujifunza namna gani wanaweza wakatumia dijitali katika kutafuta fursa mbalimbali ikiwemo masoko, lakini pia kukuza mtandao na kuweza kujulikana zaidi. Kwa nini vijana? Kwa sababu vijana ndio kundi kubwa katika nchi yetu, lakini vile vile ukiangalia vijana ndio ambao wanapata changamoto sana ya kuwepo kwa ajira na kujiongezea kipato. Na wamekuwa wakiwa na mitazamo kwamba kilimo ni shughuli ambayo inafanywa tu na watu ambao hawajasoma ama ni shughuli ambayo haina uwezo wa kumuongezea kipato kijana. Hivyo tumeweza kuja na mradi huu kuweza kuwafungua macho vijana waone kwamba kwenye kilimo kuna fursa na kunaweza kutengeneza ajira zenye staha kwa vijana na wakaweza kukua kiuchumi na kimaendeleo kwa ujumla. Kupitia mradi hatujaishia hapa tu, kwa sababu tunaamini kuna fursa mbalimbali na majukwaa mbalimbali ambayo kijana akishiriki itaweza kumfungulia macho na ufahamu kujua kwamba kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza zikamfanya aweze kukua hasa kwenye kilimo biashara. Hivyo hatuishii hapa. Tunaendelea kutoa fursa za midahalo mbalimbali kuwakutanisha vijana na watunga sera, kuwakutanisha vijana na majukwaa tofauti kama maonesho ya kimataifa ya Sabasaba, maonesho ya 88, wiki ya vijana, waweze kukutana kwa pamoja kujifunza, lakini pia waweze kujua kwamba kuna fursa nyingi kwenye sekta ya kilimo ambazo zinaweza zikazaa ajira zenye staha kwa vijana. Kwa majina naitwa Veronica Kihumbu, natokea halmashauri ya Njombe DC kata ya Kichiwa. Vitu ambavyo tumeweza kujifunza siku ya leo ni tumejifunza juu ya kilimo. Mimi kama kijana nimeweza kujua kwamba kilimo ni biashara na kilimo ni ajira pia. Vijana wengi tuna changamoto ya ajira, lakini kumbe tukiwekeza kwenye swala zima la kilimo inaweza kuwa ni ajira tosha kwetu. Pia imeweza mafunzo ya leo yameweza kutupitisha sehemu mbalimbali, tumeweza kujua jinsi gani tukijiwekeza kwenye hiki kilimo hata serikali iko upande wetu. Katika masuala ya masoko ni uhakika kwa sasa, upatikanaji wa pembejeo ni uhakika pia, upatikanaji wa eneo ina maana ardhi ya kufanyia hiyo shughuli ya kilimo ni uhakika pia. Katika swala zima la mikopo tumeweza kuona hata serikali imeweza kuona hilo kwamba mikopo ni muhimu sana kwa vijana katika swala la uendeshaji wa kilimo. Tumeweza kuona wameweza kurahisisha, kuna benki mbalimbali ambazo zina mikopo nafuu, ambazo riba zake ni nafuu, pia kuna mikopo ya halmashauri, kwa pia itatusaidia sana. Kusoma, tunasema kwamba kusoma inakupa upeo, uwe na upeo wa kufanya kitu. Kwa hiyo tuachane na kuenda kusubiria ajira za kukaa ofisini, tuje kwenye ajira za kujiajiri wenyewe mashambani, tufanye kilimo, tuwekeze, tulime kilimo cha mkakati. Mwisho wa siku tutatoka katika swala zima la kusema hatuna ajira. Ajira zipo, tujiajiri katika swala zima la kilimo. Kilimo sasa hivi ni biashara, kilimo ni ajira tosha kwa vijana. Mimi ni mzoefu wa kilimo cha viazi,
lakini kubwa zaidi mimi nimejikita na ufugaji, lakini zao ambalo naweza kulifanyia kazi kwa muda mrefu ni kilimo cha viazi. Kwa hiyo imeweza kunisaidia kwamba niweze kujua kwamba ni eneo husika ambalo linahusika, yani ni eneo gani ambalo linaweza kunisaidia kwamba nikaweza kulima mazao ya viazi na nikapata viazi vingi zaidi au nikapata faida kubwa zaidi. Kitu cha pili, tumeweza kujadili masuala ya pembejeo, ina maana mbolea. Tuweze kujua mbolea zipi ni mbolea nzuri, nikiweza kutumia zitaweza kunipa mazao mengi zaidi. Changamoto tunazokutana nazo kwa sisi vijana ili kwenye shughuli za kilimo, cha kwanza hatuna uaminifu. Hiyo ndio changamoto kubwa tunayokutana na, uaminifu hatuna. Kupitia elimu tuliyopata leo, kwa hiyo tumejifunza uaminifu ni kitu cha muhimu sana. Kitu cha muhimu sana kwenye upande wa maendeleo wa kilimo biashara au kwenye upande wa kuendeleza kilimo.